iko kwenye deni kubwa tena lenye gharama kubwa, yani kwa maana zile commercial loan. Kwa hiyo commercial loan maana yake asilimia ni kubwa, na kwamba sasa hivi tuko karibia asilimia 38.5 za, yani mikopo yetu karibia asilimia 38.5 ni mikopo ya kibiashara yenye riba kubwa. Kwa hiyo taifa litegemee kuendelea kupokea riba kubwa sana kupitia eneo hili. Lakini mtaona matumizi ya kawaida yanavyoenda na trendi nzima inavyoenda, na mwisho wa siku mtakuja kuona kwamba katika hizo trilioni 62.33 fedha zinazoenda kwa ajili ya maendeleo ni trilioni 20.8 ambayo ni sawasawa na asilimia 33. Mpango wa maendeleo unataka tuwe na asilimia 35 zaidi, kuanzia walau asilimia 35 na kuendelea kwa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Lakini kwa hapa tuna asilimia 33, chini hata ya mpango wa maendeleo ulivyoagiza nini tufanye. Kwa lugha rahisi, kati ya shilingi 1000 ya bajeti ya serikali wa mwaka 2026-2027, shilingi 120 zinaenda kwenye ruzuku, shilingi 310 zinaenda kwenye matumizi ya serikali, shilingi 240 zinaenda kulipa deni la serikali, na huku shilingi 330 pekee zinaenda kwenye uwekezaji wa moja kwa moja wa miradi ya maendeleo. Hii inaonyesha kuwa ukuaji wa matumizi ya serikali unaenda kwa kasi kubwa kuliko uwezo wa mapato ya ndani kukidhi mahitaji hayo. Takwimu za miaka 4 mfululizo zinaonyesha kuwa wastani wa ukuaji wa mapato ni 8.9, wakati ukuaji wa matumizi ni 10.2. Sasa kwa nchi smart na watu ambao wanajua, ni lazima ukuaji wa mapato uwe wa kasi zaidi kuliko ukuaji wa matumizi. Uwezo ukawa na ukuaji wa matumizi wakati unajua kabisa kwamba wewe fedha hiyo unawekaje matumizi ya fedha ambayo huna. Ndio maana kila mwaka serikali inalazimika kuongeza mikopo ambayo haina sababu za msingi. Kwani kwa mfano sasa hivi kama tuna uwezo wa kukusanya trilioni 46, tunashindwa nini kupanga matumizi ya trilioni 46? Tunashindwa nini? Hivi sasa njoo uone sasa hivi kwa nini matumizi ya serikali yanakuwa kwa kasi kubwa. Wananchi wameshawahi kujiuliza maswali haya? Majibu yake ni kama ifuatavyo kwa muhtasari. Moja, ukubwa wa misafara ya viongozi wa serikali ndani na nje ya nchi. Mathalan, mwaka huu 2026-2027 serikali imepanga kutumia zaidi ya shilingi trilioni 1.3 kwa ajili ya safari za viongozi. Yaani kwa ajili ya kugaramikia kina Kombo kwenda kufanya huko sport washing kule kimataifa, ndio gharama ni trilioni 1.3 zinatumika. Haya, namba 2, malipo ya nje ya bajeti hasa katika eneo la manunuzi kwa visingizio mbalimbali ikiwemo ongezeko la gharama za ziada, yani variations, faini na riba ya ucheleweshaji. Mnachelewesha malipo ambayo mliokubaliana kwenye mkataba, mnapigwa faini. Mfano mkataba wa bwawa la Mwalimu Nyerere ambao ulikuwa umepangwa kutekelezwa kwa bajeti ya shilingi trilioni 6.5 lakini ukatekelezwa kwa shilingi trilioni 7.44. Hakuna kibali cha bunge, wananchi hawakuulizwa. Hii ni zaidi ya bilioni 940 ongezeko la kutoka kwenye mkataba. Hizi fedha hazijaruhusiwa na mtu yoyote, lakini serikali imelipa. Lakini malipo hewa, mfano malipo ya fidia kwa mashauri ya mahakama za kimataifa ya usuluhishi wa migogoro ya uwekezaji na migogoro kule ya kisidi, mikataba mingine inayoingiwa kwa malengo ya faida. Ukiangalia kule ya kisidi kwa mfano, tumelipa zaidi ya shilingi trilioni 2, fedha ambazo ziko kwenye bajeti na bila ruhusa ya mahala popote. Mikopo ya asili, mikopo ya asili inaingiwa. Mikataba mibovu, manunuzi holela na kuvunja sheria ya manunuzi ya umma kwa maslahi binafsi. Mbaya zaidi, serikali inanunua bidhaa na huduma kwa bei ya juu kuliko bei ya soko. Hata kalamu hii ukiongea kwenye bei ya serikali ni bei nyingine. Sasa wenyewe wananunua kwenye soko gani? Lakini ndio hivyo. Tunaenda mpaka kwenda kukopa ili tuweze kuyalipa hayo. Namba 4, fedha nyingi kutumika kugharamia machawa na kampeni nyingi za kuficha ukweli. Mnaona fedha nyingi zinavyotumika, machawa wanalipwa huku na huku, wanazunguka nchi nzima, mpaka na bunge lenyewe linageuzwa kuwa sehemu ya machawa, kila sehemu kwa ajili ya kufunika kombe mwanaharamu apite. Na wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma, ambako taarifa za wakaguzi zote zinathibitisha kwamba CAG, PPRA pamoja na FIU wote wanathibitisha fedha za umma zinaibiwa. Na kama zinaibiwa, sasa leo wanakutana bungeni tena ili waidhinishe fedha za kwenda kuibiwa. Kwa hiyo ni mambo mabaya sana.
Serikali ifanya matumizi ya anasa kama vile ununuzi wa magari ya kifahari, posho za chai, ukilimu wa ofisi, uuzaji wa mali chakavu za serikali ambazo zinaweza kuendelea kutumika na ofisi zingine. Sasa hata hiyo magari ya ufahari, nilikuwa nikitolea mfano wagombea wa uchaguzi hapa, wagombea wa vyama 19 walinunua magari ya kifahari zaidi ya bilioni 10 kwa ajili ya siku 60. Sasa ni matumizi ya ovyo kweli kweli. Namba 7, gharama kubwa zisizo na uhalisia za matengenezo ya magari na ukarabati wa majengo ya serikali. Kwa hiyo haya maeneo niliyoyataja haya yanatumia matilioni ya fedha za Watanzania, yanapotea matilioni ya fedha za Watanzania. Mimi naweza nikasema kwamba nusu ya bajeti nzima ya serikali inaenda kugharamia matumizi yasiyo na uhalisia. Matumizi ya trilioni 62.33, matumizi halali ni trilioni 30 tu. Haya matumizi mengine haya yote ni utapeli tu. ACT Wazalendo inataka matumizi ya hovyo ya serikali yakomeshwe na taarifa za ukaguzi zifanywe kazi kikamilifu, ikiwemo kuwafikisha mahakamani watuhumiwa wote wa wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma. Sasa kwa sababu hayupo wa kuwafikisha mahakamani, chama cha ACT Wazalendo kikachukua jukumu hili. Deni la serikali limefikia shilingi trilioni 114.34. Hii mtaona piga zinabadilika kwa sababu ya exchange rate, kutoka shilingi trilioni 104.93 za mwaka mmoja uliopita, sawa na ongezeko la asilimia 8.93 kati ya deni hilo, na kwamba kwa ujumla katika miaka mitano ya serikali ya awamu ya 6 deni la serikali limeongezeka kwa trilioni 53.44, kiasi ambacho hakiendani na ujenzi wa miundombinu nchini. Yaani deni ni kubwa kweli kweli. Kwa mfano sasa hivi unaambiwa deni la trilioni 53.44. Haya, nenda mabarabara yetu nchi nzima yametoboka, hamna ukarabati. Nenda ujenzi wa SGR umesimama. Nenda mahala gani, hakuna kinachoendelea. Halafu mnaambiwa katika miaka mitano zimekopa trilioni 53.44. Ni mambo ya hatari sana kwenye taifa. Lakini deni la serikali kwa sasa hivi limefikia asilimia 48.8 ya pato la taifa, ikilinganishwa na ukomo wa asilimia 55. Hivyo tumebakiwa na asilimia 6.2 tu katika ile debt to GDP ratio kufikia ukomo, asilimia 6.2. Na hapa lazima mjue kwamba kuna vitu viwili vinaweza kutikisika wakati wote. Ikitikisika exchange rate yetu, thamani ya fedha ya Tanzania ikashuka ghafla, maanake deni litaongezeka bila kukopa. Na tayari kwa sababu tuko kwenye mstari, maanake tayari zile parameters zote zinazohusu ukomo wa uhimilivu wa deni ya taifa tutazivuka, na kwamba taifa haliwezi kukopesheka tena hata tukiwa na matatizo na mahitaji makubwa namna gani. Uwiano wa ulipaji wa deni la serikali na mauzo ya huduma za bidhaa nje ya nchi, yani debt service to export ratio, umefikia asilimia 17, wakati ukomo ni asilimia 15 mpaka 20. Kwa hiyo tumeshavuka ukomo wa kwanza, na ukomo wa mwisho tumebakiza asilimia 3 tu. Uwiano wa ulipaji wa deni na mapato, yani debt to revenue ratio, tumefikia asilimia 14.5, wakati ukomo ni asilimia 18, na hivyo tumebakiza asilimia 3.5 tu kufikia ukomo. Hivyo nchi yetu iko kwenye hatari kubwa ya kuvuka kiwango cha ukomo wa mikopo vinavyopima uhimilivu wa deni uliowekwa na IMF pamoja na World Bank. Na hivyo hatuko salama kama inavyojaribu kuelezwa au kuhubiriwa na watawala kwamba deni ni himilivu. Sasa deni ni himilivu, madeni ulio nayo makubwa na yanaendelea kuzidi kuiva. Tuna asilimia 38.5 ya madeni tuliyokopa ni ya kibiashara, na tuna asilimia zaidi ya 70 ya deni letu iko kwenye fedha za kigeni, maana iko subjected to foreign exchange. Kwa hiyo hayo yote yakitikisika tu tunavuka zile parameters zote, na nchi haiwezi kukopesheka tena hata kama itakuwa na shida namna gani. Mwenendo wa ukopaji unaendelea kuongezeka, madeni yanazidi kuongezeka. Sasa chama cha ACT Wazalendo kinataka nini kwenye hili deni la taifa? Kwa sababu deni la taifa lenyewe, kwenye madeni kuna mikopo mingi sana ambayo imekopwa kwa siri. Bunge halijui, wananchi hawajui. Anajua mwenye nchi tu na watu wake. Fedha hizo zimekopwa zikaenda wapi? Zingine fedha zimekopwa hazikuingia kwenye mfuko mkuu wa serikali, zimekopwa zikaingia kwenye mifuko ya watu binafsi, na hiyo imeruhusiwa na hii serikali.
lakini fedha zingine zimekopwa zaidi ya bajeti iliyoidhinishwa na Bunge, na kwa maana hiyo hata kazi zake hazijulikani kwa wananchi na hazijulikani kwa wabunge. Sasa lakini hata hivyo serikali tumeiomba na imeomba mara kwa mara kuwasilisha jedwali la mikopo hiyo. Tumepata mikopo hiyo kutoka wapi? Tumekopa mikopo hiyo kwa matumizi gani? Na iliruhusiwa na nani? Lile jedwali mpaka sasa hivi imeshindikana kuletwa, na hata uombaji hauwezi kuletwa. Mbunge mmoja wa kule Iraki amejitokeza juzi, analalamika kwamba Watanzania mnawakopesha nchi ambayo inavunja haki zote za binadamu, naweza kuwakopesha. Tumeenda mpaka Iraki kwenda kutafuta mikopo, lakini siri hiyo anajua mtawala na watu wake. Sasa chama cha ACT Wazalendo tunasema nini? Chama cha ACT Wazalendo kinataka jedwali la mchanganuo wa mikopo kuwekwa hadharani na kufanyike ukaguzi maalum kubaini uhalali wa matumizi ya mikopo hiyo. Tanzania haiwezi kujenga uchumi imara ikiwa sehemu kubwa ya mapato ya wananchi itaendelea kutumika kulipa madeni badala ya kuwekeza kwa maendeleo. Sasa kama nilivyosema kwamba mna bajeti kubwa yote ile ambayo ni feki, ni hewa, mnakopa fedha zote hizo, mwisho wa siku mtaambiwa mikopo walikopa zaidi ya 100%, mapato ya ndani kupitia TRA na vyanzo vingine vya mapato tumekusanya kwa 100%, halafu utaambiwa Wizara ya Maji na miradi ya maji imepelekewa fedha 50% au 40%. Sasa utajiuliza hiyo 60% na 50% ilienda wapi? Ilienda wapi? Jambo la tatu ni kupaa kwa bei ya mafuta na kashfa ya ufisadi katika uingizaji wa mafuta nchini. Bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 imepuuza moja ya changamoto kubwa zinazowakabili Watanzania kwa sasa, hasa suala la kupanda kwa bei ya mafuta na athari zake kwa gharama za maisha. Bei ya mafuta ya petroli, diesel na mafuta ya taa imeendelea kubaki juu kiasi cha kuathiri bei ya bidhaa zingine. Kwa miaka mitano ya bajeti kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025, yani ile serikali ya awamu ya 6 tu ilipoanza, pamekuwepo na tatizo la kupanda kwa gharama za mafuta ya nishati, petroli na diesel na mafuta ya taa. Hali imekuwa mbaya zaidi katika kipindi cha Mei na Juni mwaka 2026. Takwimu zinaonyesha mwenendo wa bei za mafuta kama ifuatavyo. Petroli imepanda kutoka shilingi 2788 Februari hadi shilingi 4115 Mei, sawa na ongezeko la shilingi 1329 ambalo ni ongezeko la 48%. Dizeli imepanda kutoka shilingi 2701 hadi shilingi 4248 Mei, ambayo ni sawasawa na ongezeko la shilingi la shilingi 1632 ambayo ni sawasawa na ongezeko la 60%. Lakini katika kipindi hicho pia kwamba bei ya petroli katika kipindi cha mwezi Juni bei ya petroli imekuwa shilingi 4086 hadi shilingi lakini na diesel pia nayo imekuwa kwa bei ya shilingi 4333. Hii ni kwa ajili ya Juni, haijaonyesha kutoka ngapi kwenda ngapi. Katika kipindi ambacho wananchi wanakabiliwa na kupanda kwa bei za vyakula, usafiri, huduma za bidhaa muhimu, serikali imeshindwa kuwasilisha mkakati wa maana wa kupunguza athari za kupanda kwa bei za petroli na dizeli. Kupitia hotuba ya bajeti, serikali inaeleza kuwa imeweka ruzuku ya shilingi 259 kwa mwezi Mei mwaka 2026 na shilingi 535 kwa lita mwezi Juni ili kupunguza makali ya bei ya mafuta, jambo ambalo halina ukweli kwa sababu bei hazikupungua. Nyinyi wote hapa ni mashahidi. Kama serikali mwezi Mei iliweka 256 kwa lita moja, zilipungua bei za mafuta. Kama imeweka shilingi 535 kwa mwezi Juni, bei za mafuta zilipungua. Lakini Watanzania wangapi walitangaziwa kwamba serikali imeweka ruzuku kwenye mafuta? Hata EURA wakati wanatangaza bei walisema hilo kwamba mafuta serikali imetoa ruzuku ya kupungua kwa bei ya mafuta. Lakini mbaya zaidi, kama tunavyofahamu kwamba mimi binafsi na kwa ujumla na chama hatujaona tangazo la serikali linalohusu kutolewa kwa ruzuku hiyo. Hivyo
Huo unaweza ukawa ni mkakati wa kuhadaa tu umma wa Tanzania na kufuja fedha za umma. Mnaambiwa serikali imetoa ruzuku kwa ajili ya kufidia watu wa mafuta. Wamefidia kwenye nini? Bei hazijapungua. Kwa hiyo maana yake hizo fedha zimeenda kwenye mifuko ya watu. Lakini kama mnavyofahamu, hivi majuzi pia tulitangaziwa kwamba bei ya mafuta imeshuka katika soko la dunia kutoka dola 112.9 kwa pipa moja hadi kufikia dola 87.3, takriban imeshuka kwa 22%, lakini hatukuona bei za mafuta zikipungua. Kwa hiyo proportionality, serikali imeendelea kueleza umma kuwa ongezeko hili linatokana na sababu za kimataifa, ikiwemo mivutano ya kisiasa duniani na mabadiliko ya soko la mafuta. Hata hivyo, uchambuzi wa ACT Wazalendo umebaini kuwa maelezo hayo hayaelezi ukweli wote wa tatizo linalohusu gharama ya mafuta, ikizingatiwa kutofautiana na nchi jirani kama vile Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Zambia na hata bei ya uingizaji wa mafuta kwa Msumbiji. Utafiti na uchambuzi wetu unaonyesha kuwa pamoja na sababu za kimataifa, kuna kashfa kubwa kuhusu mfumo wa uagizaji wa mafuta nchini na namna wajanja wachache wanavyotumia mwanya huo kujinufaisha bila kujali maumivu na mateso makubwa yanayosababisha wananchi kuingia kwenye matatizo makubwa. Na utafiti huu umebaini yafuatayo: serikali ya Tanzania ilibadili mfumo wa uagizaji wa mafuta wa pamoja kwa utaratibu wa ushindani na kuanza kutumia shirika la maendeleo la petroli Tanzania, yani Tanzania Petroleum Development Corporation TPDC, katika uagizaji wa mafuta kwa madai ya kupunguza gharama na kuleta utulivu wa bei ya nishati nchini kwa miezi mitatu, kwa maana ya Mei, Juni na Julai 2026. Sasa utaratibu wa kawaida ni kwamba TPDC alikuwa akishindana na wenzake kama kawaida waagizaji wengine wa mafuta. Kwa hiyo kampuni linaloshinda na yeye TPDC akiwemo ndio linapewa tenda ya kuagiza mafuta. Lakini hapa tumeamua kumtumia TPDC kwa maana ya kwamba sasa yeye ni kama anatumia utaratibu wa single source. Sasa nini kinafuata? Taarifa ya awali ya Machi 2026 zinaonyesha kuwa TPDC ilifanikiwa kupata mafuta ya takriban dola 100 kwa pipa kupitia mikataba ya moja kwa moja ya wazalishaji wa kimataifa, hatua iliyotarajiwa kupunguza mzigo wa Tanzania na kuongeza ufanisi katika mfumo wa uagizaji. Sasa hiyo ilikuwa ni Machi. Zoezi Machi lilienda vizuri na mafuta yakapatikana kwa bei nzuri. Hata hivyo, pamoja na mabadiliko hayo ya kimfumo, mwenendo wa bei ya mafuta haujaonyesha nafuu inayolingana na matarajio ya umma kama nilivyoeleza hapo juu. Taarifa zilizopo zinaonyesha kuwa baada ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC kushinda zabuni katika mfumo wa uagizaji wa mafuta ya pamoja unaosimamiwa na wakala wa uagizaji wa mafuta wa pamoja, yani PBPA, kandarasi ya uagizaji ilikabidhiwa kwa kampuni ya Vito ya Uswizi. Sasa huyu TPDC tulimpa kazi hii kwa ajili ya nini? Na kama hilo kampuni la Uswizi lilikuwa na uwezo wa lenyewe kuagiza mafuta, kwa nini singeshindana na waagizaji wengine tu ili wakaagiza mafuta na kuingiza nchini? Kwa nini iweke cover ya TPDC halafu baadaye kumbe anayoagiza ni kampuni la Uswizi? Vito, kampuni ya Uswizi. Baada ya TPDC kutangaza zabuni ya kuipatia kazi kampuni ya Vito, imeleta mafuta nchini kwa bei kubwa zaidi ya dola 400 kwa mita za ujazo, tofauti na zabuni zilizotangazwa na BBPA ambazo zinaonyesha faida ya kampuni premium za diesel zikifikia dola za Marekani 267 na petroli dola za Marekani 285 kwa tani. Jambo lililoibua wasiwasi mkubwa ni kuona kuwa kampuni hiyo pia inahudumia masoko ya Zambia na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC kupitia bandari ya Beira. Imepeleka mafuta kwa bei ya chini kuliko iliyotuuzia Tanzania kwa takriban dola za Marekani 300 chini ya mita za ujazo. Kwa mita za ujazo sisi tumeletewa bei kubwa ya zaidi ya shilingi 400, lakini kula amepeleka bei ya chini ya zaidi ya shilingi 300, dola 300, sio shilingi, dola 300 kwa kila mita ya ujazo. Kutokana na hali hiyo,
kumekuwepo na mabadiliko na mabadiliko ya mwelekeo wa biashara katika ukanda wetu. Kwa mfano, makampuni ya Zambia, DRC na Kongo yameanza kuepuka kutumia bandari kununua mafuta ya Tanzania kama njia kuu ya usambazaji na usafirishaji wa mafuta. Kwa hiyo hawa wote wameenda Beila. Na hivyo sasa ndani ya nchi yetu kuna sasa hivi kuna zaidi ya lita 90,000 mita za ujazo zaidi ya metric ton 90,000 za mafuta zimekosa soko kupitia mfumo wa Tanzania, ambayo hizi ni milioni 90. Ujue maana tuna lita milioni 90 ambazo zilikuwa zichukuliwe na Kongo, zilikuwa zichukuliwe na Zambia. Sasa wa Zambia wameenda Beila kwenda kuchukua mafuta hayo. Kwa hiyo wameamua kukimbia, kwa sababu huyu ameleta mafuta kwa bei kubwa hapa nchini kwetu, na kula amepeleka mafuta kwa bei sisi ameleta kwa bei kubwa, alafu wenzetu kula wamepeleka kwa bei chini kilinganishwa na sisi, wako chini kwa dola 300 katika mita ya ujazo. Nani atanunua mafuta hayo? Matokeo yake ni kwamba biashara hiyo imeelekezwa zaidi kupitia bandari ya Beila nchini Msumbiji. Kitendo hiki cha makusudi ni hujuma, ni kuhujumu uchumi na taifa letu kwa lengo la kuifanya Tanzania kupoteza kama kitovu cha usambazaji wa mafuta kwa nchi jirani, pamoja na upotevu wa mapato ya bandari na huduma ya usafirishaji. Zaidi ya hapo, ulinganisho wa viwango vya faida, yani premium, vinavyoruhusiwa kwa kampuni za mafuta kati ya Zambia na Tanzania zinaonyesha tofauti kubwa na kushangaza ambayo haiwezi kuelezwa kwa msingi wa kibiashara na gharama ya usafirishaji. Haya, mambo gani haya? Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka ya udhibiti wa nishati Zambia, Energy Regulatory Board, kwa mwezi Juni 2026, kiwango cha faida ya makampuni premium kilichoruhusiwa kilikuwa wastani wa dola za Marekani 76 tu kwa tani. Kwa maana ya Zambia, premium, faida wanayoruhusiwa makampuni kupata kwa tani, ilikuwa ni dola za Marekani 76. Wakati sisi EURA wanaruhusiwa, wenye makampuni wanaosambaza mafuta wanaruhusiwa dola za Marekani 266 kwa tani. Ni zaidi ya 350% ya kiwango kinachoruhusiwa kule Zambia. Sasa jambo la kujiuliza tu, Watanzania sasa hivi wanavyosafa kwa bei kubwa za mafuta, wanavyohangaika, kila bidhaa zimepanda kwa sababu ya bei ya mafuta imepanda. Unawezaje kudea kwenda kuruhusu makampuni yapate faida kubwa kiasi hicho kwa tani, kwa metric tani kwa mita za ujazo, kwa tani, kwamba kupata faida ya dola za Marekani 266 kwa tani. Hii ina maana kwamba faida ya makampuni yanayolipa Tanzania yalikuwa zaidi ya shilingi, ilikuwa zaidi ya 350% ya kiwango kinachoruhusiwa kule Zambia. Kwa hiyo unaona kwamba wao Tanzania ni kama vile hawana uongozi totally. Hawana uongozi, sio kama hawana uongozi, hawana serikali. Na Watanzania watakao wajue kabisa kwamba hawana serikali, basi wanajiendesha kwa kudura za Mwenyezi Mungu. Kinachoshangaza ni kwamba Zambia hupokea sehemu kubwa ya mafuta yake kupitia bandari ya Dar es Salaam, na gharama za usafirishaji wa maelfu ya kilomita kufikia katika soko la ndani. Kwa mantiki ya kawaida, biashara na gharama ya mafuta nchini Zambia zingetarajiwa kuwa juu zaidi ikilinganishwa na Tanzania, ambapo sisi ndio wenye bandari. Tanzania ndio inayoonekana kubeba gharama kubwa zaidi ya premium kuliko nchi inayosafirisha mafuta hayo kwa umbali mrefu. Hali hii inaongeza uzito wa hoja yetu kwamba tatizo la bei ya mafuta nchini halisababishwi tu na sababu za kimataifa kama serikali inavyodai. Ni ufisadi mkubwa katika mfumo wa ununuzi, upangaji wa bei na usimamizi wa sekta ya mafuta nchini. Hakika vitendo hivi ni uhaini na uhujumu wa uchumi. Kutokana na sarakasi hizi, acha faida za kawaida, kutokana na sarakasi hizi za mara TBDC anajiweka yeye, anaagiza kwamba ni taasisi ya serikali, anatumika kuagiza mafuta. Kumbe alikuwa anaweka cover ili kuzuia ushindani, ili liruhusiwe kampuni lililokusudiwa hili la Vito kutoka Uswizi, ili liweze kuaibia Watanzania. Na hivyo katika hiyo sarakasi, Tanzania mpaka sasa hivi imepata hasara ya bilioni 700 katika kipindi cha miezi miwili tu, Mei na Juni hii, ambayo hata bado haijaisha. Bilioni 700.
na Watanzania wakiendelea kulipia gharama za mafuta ambazo hazina uhalisia, wanaendelea kulipa gharama za mafuta ambazo hazina uhalisia. Sarakasi tu, unajua sijui soko la wapi wapi limepanda, sijui hiki kimefanya nini. Yote ile ni kutafuta mazingira ya kuwaibia Watanzania, na kwa kweli wameibiwa kweli kweli. Sasa acha faida zilizopatikana, hasara tu ya sarakasi ya kulipishwa zaidi ya kiwango kinachotakiwa ni bilioni 700. Kutokana na hali hiyo sasa, ACT Wazalendo inasema nini? Moja, mkataba kati ya TPDC na kampuni ya Vito ya Uswizi uvunjwe mara moja na kurejea utaratibu wa ushindani kupitia wakala wa uagizaji wa mafuta wa pamoja, yani PBPA. Namba 2, uchunguzi huru wa kina ufanyike kuruhusu zabuni na mchakato mzima wa uagizaji wa mafuta wa mwezi Aprili hadi Juni 2026 na matokeo yake yaweze kuwekwa wazi. 3, wakati uchunguzi unaendelea, waziri wa nishati, viongozi wa TPDC na PBPA wanaohusika na manunuzi hayo wakae pembeni ili kuruhusu uchunguzi huu. Sasa hawa kwa sababu hawa walichokifanya wanakijua. Alichokifanya waziri wa nishati kuruhusu kumweka TPDC kwenye hili jambo, sio kwamba alifanya kwa bahati mbaya. Shirika la TPDC hii biashara kujiweka kwamba lenyewe litaagiza mafuta moja kwa moja, na liliagiza mwezi Machi moja kwa moja na tukapata mafuta ya bei nzuri, baadaye linaenda kumpa mtu. Kwani serikali hatuna uwezo wa kumpa fedha TPDC wa kuagiza mafuta mpaka tutafute kampuni? Sasa TPDC, uongozi wa TPDC wanajua wanachokifanya, lakini hawa wanunuzi wa mafuta ya pamoja, hao Petroleum Bulk Procurement Agency, hawa nao wanajua walichokifanya. Kwa hiyo hawa viongozi wote, waziri wa nishati, viongozi wa hizo taasisi wote wanatakiwa wakae pembeni ili kuruhusu uchunguzi uendelee. Namba 4, matokeo ya uchunguzi yawekwe wazi kwa umma na hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya yeyote atakayebainika kusababisha hasara za mafuta. Na mpaka Watanzania tutajua bei halisi ya mafuta. Tutaijua kupitia ukaguzi huu. Matokeo, kampuni ya Vito iwekwe katika orodha ya tahadhari, yani watch list, na baadaye iwekwe vikwazo vya kushiriki zabuni za umma, yani iwe blacklisted katika miradi ya uagizaji wa mafuta nchini Tanzania. ACT Wazalendo itaendelea kusimamia upande wa wananchi kwa kudai uwazi, uwajibikaji na usimamizi bora wa rasilimali za taifa. Fedha za wananchi lazima zitumike kwa manufaa ya wananchi, na mifumo ya mafuta nchini lazima isimamiwe kwa maslahi ya taifa badala ya maslahi ya wachache. Watanzania wanayo haki kabisa ya kuhakikisha kwamba wanatozwa gharama ya mafuta yenye uhalisia. Watanzania hawawezi kukubali kuonewa kwa kiwango hicho. Mnawekewa bei ambazo hazina uhalisia kwenye mafuta, mnateseka, mnafilisika, nauli zinaongezeka, gharama za mabasi zinaongezeka, gharama za chakula zinaongezeka, gharama za matumizi yote ya kibinadamu zinaongezeka, alafu tukubali hivi tu. Na kama hatakosekana mtu wa kuwajibisha hawa, chama chetu kitaenda mahakamani. Ni kukuruzana tu mahakama. Hata kama hii mahakama nazo zimesha compromise, basi tutafuta njia nyingine, lakini lazima sauti ya Watanzania isikike na haki ipatikane. Sasa labda nizungumzie kuhusu kodi. Kuhusu kodi, tozo, ushuru ulioanzishwa na kuongezwa unaotarajiwa kupitia bajeti hii inayoenda iliyowasilishwa na waziri wa fedha, bajeti ya serikali, na pengine labda wanaenda kuhitimisha leo. Na mimi na chama tumefanya uchambuzi wa maeneo mengi sana, lakini kwa sababu ya muda tu hapa nitaweza kusema labda kuelezea machache. Na ninataka niseme hivi kwamba ukisoma mipango ya mabadiliko ya sheria kupitia finance bill ambayo imekuwa tabled na serikali ya mwaka huu wa 2026, unachoweza kuona, na mimi nilichoweza kukiona ni kwamba, na nimeona kwamba kama kweli serikali wamefikia hii hatua, watueleze kama taifa letu lilishapigwa mnada. Kama Tanzania ilishapigwa mnada, watueleze amenunua nani, ili walau yule aliyenunua anaweza kutuhurumia. Kwa sababu hauwezi kufanya hivi. Hauwezi kufanya hivi, na hauwezi kuwafanyia binadamu wenzako namna hii. Kwa hiyo kama Tanzania ilishapigwa mnada
na kwa kuwa wenyewe waliotuuza ni makatili kiasi kwamba hawezi hata kutusikiliza, basi walau watuambie waliyemuuzia, walau huyo anaweza kutuhurumia. Yaliyowekwa humu, ndugu zangu, humu, na kama leo yanapitishwa, taifa letu ndio limefika mwisho. Limeibiwa sana, limenyonywa sana, limefanywa kila aina ya ubaya. Lakini kwa finance bill hii inayoenda kupitishwa, finance bill ya mwaka 2026 inaenda kupitishwa, hiyo finance act, maanake ni kwamba kama ni msiba, basi wanapigilia msumari wa mwisho kwenye jeneza. Kama ni kuuza, basi wanauza ubao wa mwisho baada ya kuwa wamemaliza kuuza kila kitu. Kwa hiyo serikali watuambie, kama nchi hii walishaiuza, hawataki kutuambia ukweli, watueleze tu jina ya yule waliyemuuzia, ili sisi tukambembeleze huyo, pengine aliyeuziwa anaweza kuwa na huruma kuliko wao. Sasa misamaha ya kodi, kulipia vipengele vya mikataba. Hii ni moja ya eneo la marekebisho ya sheria yaliyofanywa. Serikali imeanzisha utaratibu wa kutoa kupitia huu mswada. Serikali inapendekeza kuanzisha utaratibu wa kutoa misamaha ya kodi kupitia vipengele vitakavyowekwa kwenye mikataba ya msingi, wanaita framework agreement, iliyosainiwa baina ya serikali na wawekezaji wa madini na miradi ya ubia baada ya kupata ridhaa ya baraza la mawaziri. Kodi zinazopendekezwa kusamehewa ni kodi ya mapato, VAT, ushuru wa bidhaa, ushuru wa barabara na mafuta. Sheria zinazopendekezwa kurekebishwa ni sheria ya kodi ya mapato sura 332, sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura 148, sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147 na sheria ya ushuru wa barabara na mafuta sura ya 220. Hatua hii inaweza kurejesha mfumo wa mikataba yenye misamaha na upendeleo wa kodi uliowahi kulisababishia taifa letu hasara kubwa. Madini ni rasilimali isiyorejea. Hivyo uamuzi huu unaenda kupunguza mapato ya nchi na kurejesha kwa kasi nchi yetu kuwa shamba la bibi, kampuni zinazokuja kuchuma na kuondoka. Mawaziri na watendaji wengine wa serikali watatumia mwanya huo kuuza na kujimilikisha rasilimali za umma kwa maslahi binafsi. Taifa na wananchi wataendelea kuumia. Pia uamuzi huu unaenda kuzoofisha kisheria mamlaka za bunge zinaenda kuzoofisha na kuiondolea bunge mamlaka yake ya kutunga sheria, lakini na kuisimamia serikali. Baraza la mawaziri linapoka mamlaka ya wananchi, jukumu ambalo halijapewa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko wazi kuhusu usimamizi wa rasilimali za umma, umekabidhiwa kwa umma, na ndio maana bunge likakabidhiwa hayo madaraka. Leo serikali inataka inataka kupoka madaraka ya bunge yawe, ambayo madaraka ya bunge ni madaraka ya wananchi, sasa yawe madaraka ya baraza la mawaziri. Baraza la mawaziri ambalo halijapewa mamlaka hayo na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika usimamizi wa rasilimali. Aidha, ifahamike kuwa serikali ya awamu ya 6 haiwezi kuaminika tena kwa wananchi baada ya kuingia mikataba 43 ya rasilimali na mikataba 74 ya ubia kwa usiri, bila ushindani na bila ridhaa ya wananchi. Yaani watu hawa ambao wameanza wakaingia mikataba ya usiri, tukapiga makelele mpaka tukachoka. Ingia mkataba wa usiri wa bandari, piga makelele mpaka tukachoka. Mpaka leo hii wananchi hawajui nini kilichoandikwa kwenye mkataba wa bandari. Wakaingia mkataba mingine, ipo mikataba mingine ya NHC ambayo inayohusu ardhi, ambayo na yenyewe imebadilishwa, wamepewa wawekezaji. Mikataba ambayo ni ya rasilimali bila kibali cha bunge. Barabara za umma zinabadilishwa kuwa barabara za kulipia bila kibali cha umma, bila kibali cha wananchi. Mikataba ya Ngorongoro, mikataba ya TFS, yote imeingiwa kwa siri. Watanzania hawajui. Mikataba ya makaa ya mawe, mikataba mingi ya madini imeingiwa kwa siri na serikali, na hawataki kujitokeza hadharani kutueleza nini kilichomo. Sheria ya the Natural Waste and Resources Permanent Sovereignty Act number 5 of 2017 Cap 449 inasema
inakataza mambo hayo kwa sababu inataka mikataba yote ya rasilimali lazima iende bungeni na ikaamuliwe na bunge. Lakini serikali hii imekaidi hilo. Sheria zingine za TET, ile sheria za uwazi, zinataka kwamba unapoanzisha tu mchakato wa manunuzi lazima utangaze kila kitu na ukiweke wazi. Serikali hii imekaidi hayo. Lakini Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 63(3) hii inataka kwamba mikataba yote lazima iliziwe na bunge, ile iliyopangwa kuliziwa na bunge. Lakini pia ni kinyume cha UN Economic Charter on Natural Wealth and Sovereignty. Sasa hayo yote serikali imeyafanya hayo kwa Watanzania. Inaingia mikataba ya rasilimali kwa asili, inaingia mikataba ya ubia kwa asili. Leo wanataka wakasamehe kwenye mikataba yao hiyo ya asili, wakasamehe kodi ya ongezeko la thamani VAT, wakasamehe kodi ya mapato, wakasamehe kodi ya ushuru wa bidhaa, wakasamehe kodi ya ushuru wa mafuta, kodi ya ushuru wa barabara na mafuta kwa wawekezaji wao walioingia nao mikataba kwa asili. Sasa serikali itakusanya kodi wapi? Kama madini yote wanaenda kusamehewa kodi zote. Mikataba ya ubia ndio hiyo, bandari, TFS na miradi mingine itakayoingiwa ya madini na maeneo mengine, yote inaenda kuingiwa kwa asili. Alafu wale wanaenda kusamehewa. Serikali itabaki na nini? Haikutegemewa serikali iliyoshindwa kuweka wazi mikataba ya rasilimali leo inajitokeza hadharani na kutaka swala la kodi liamuliwe na mawaziri badala ya bunge na wananchi. Pia serikali hii imeshindwa kusimamia ukomo wa gharama za uwekezaji, yani cost recovery unit na limit na kurekebisha sheria zinazosababisha upotevu wa mapato, hali inayopelekea kampuni ya madini na kampuni nyingine za ubia kukwepa kodi kwa kiwango kikubwa, huku wachimbaji wadogo wakisurubiwa kwa kodi na tozo rukuki. Huko mbele tunaenda kuona mpaka bodaboda wanavyowekewa kodi hivi. Kwenye mafuta mnawekewa kodi, kwenye kilimo mnawekewa kodi. Halafu watu wote wanaopewa mikataba ya kumiliki rasilimali zenu wamesamehewa kodi na serikali. Na tena wakasamehewa kwa asili. Wanavyoenda kusameheana kwa asili, manake wanaenda kutuuza. Manake taifa linaenda kuuzwa, kupigwa mnada rasilimali za taifa, kwa sababu sheria ya rasilimali wameshaona wenyewe hiyo hawataki kuifuata na wameshaingia hii mikataba yao ya asili. Kwa hiyo sasa mle kwenye mikataba mle ndio huko wanakoenda kutupiga mnada. Kama mwekezaji anakuja hapa anaambiwa bwana, wewe kodi ya VAT hutalipa, kodi ya mapato hautalipa, ushuru wa bidhaa hautalipa, hata kwenye mafuta, gharama za kwenye mafuta huko hautalipa ushuru tunaotoza. Na Watanzania hawajui chochote. Mikataba hiyo imeingiwa na serikali, mtaenda kuiona wapi nyinyi? Nani atalipa kodi katika taifa letu? Haikutegemewa kwa serikali hiyo. Lakini serikali hii ambayo leo ya bilioni 270 hawajakusanya hata senti moja. Ndani humo kulikuwa na fedha za liquidated damages zaidi ya bilioni 327. Hizo fedha wameshindwa kukusanya. Humo ndani sisi hizo fedha wameshindwa kukusanya kwa kampuni hilo la Arab Contractor. Lakini kampuni la Arab Contractor sisi likaenda kutushtaki asili, tukaenda kutozwa faini ya zaidi ya bilioni 880 na tukalipa. Sasa leo unaweza kuja kuomba kibali hiki kweli kwa wananchi hawa, wakupe kibali kwamba ukafunge mikataba na ukatoe misamaha kupitia mikataba, kwa udhaifu huo wa serikali. Ndio maana nikasema kama taifa letu limeuzwa, kama Tanzania imeshapigwa mnada bila kuambia wananchi wake, basi tueleze taifa hili amelinunua nani, ili yule aliyeuziwa walau tukamuombe msamaha, anaweza kutuhurumia akatutendea mema. Mafanikio tuliyoyapata katika ukusanyaji wa mapato yanakwenda kuporomoka. Hata mgao wa hisa usiobadilika wa free carried interest FCI wa 16% na mrahaba wa 6% unaenda kufifishwa. Tulifanya marekebisho ya sheria ya madini sura ya 123, tukafanikiwa kuingiza kwamba kila mwekezaji yote anayekuja kwenye madini, sisi tunapata hisa undilutable free carried interest ya 16%, ili tupate faida na madini yetu, tupate faida na rasilimali zetu.
tukafanikiwa kupata 16%. Hata kama aje na matrilioni mangapi, hata kama afanye nini, sisi tunapata 16% ya mapato yote kwa mwaka. Tukafanikiwa kuongeza royalty kutoka 4% mpaka 6%. Sasa haya yote kwa misamaha, halafu leo tena tunataka hii 16% hii kwa mlango wa nyuma, ni kama tunawafutia na mpaka na kodi zetu. Sasa itakuwa ni taifa sasa hili taifa litakuwa ni taifa la nani? Taifa letu litabaki wapi? Kama haya yote, kazi kubwa tuliyoifanya, tumetunga sheria ya rasilimali namba 5, tukatunga sheria ya kurekebisha mikataba mibovu sheria namba 6, zote za mwaka 2017. Lengo na mazumuni ilikuwa ni kulinda rasilimali za umma. Leo kupitia tena mikono wetu huo tunataka kurejea kwenye makosa hayo, tukafanikiwa tukapata mpaka hiyo niliyosema free credit interest na kurekebisha mambo mengine. Leo tunaenda kurudisha tena kwa mgongo mwingine wa nyuma. Haya, nimeeleza kwa kirefu sana kuhusu eneo hilo, lakini eneo jingine ni serikali imeanzisha tozo ya 10% kwa nyavu zinazozalishwa nje ya nchi. Hatuoni mantiki yoyote. Mmeenda kusamehe wafanyabiashara wote hao, leo mnakuja kukimbizana na nyavu za wavuvi. Serikali kuanzisha tozo ya shilingi 10 kwa kila kilogramu ya sukari ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kugharamia mfuko wa bima ya afya. Huu si utapeli? Yaani trilioni zote fedha hizo mnazokusanya kwenye sukari, wanakusanya service levy 3%, wanakusanya VAT 18%, wanakusanya kodi zingine za mapato kama kawaida, wana reserve ile 30%, kuna withholding tax, kuna kodi nyingine tunalipa ushuru kwa kila kilo ya sukari inayozalishwa wa shilingi 50 ambayo inaenda kwenye bodi ya sukari. Zote hizo kodi, lakini bado mnakusanya kodi kwenye maeneo, kwenye migodi, kwenye nini. Mmeshindwa kupata fedha ya kulipia bima ya Watanzania ya afya. Leo mje mtutapeli kwamba eti shilingi 10 kwa kilo ya sukari. Sio, ni utapeli. Ni dalili za kushindwa kuongoza, na wanatakiwa kupisha. Kwa sababu kama mmeshafika mwisho kabisa wa uongozi, wanatakiwa kupisha. Watu waingie waweze kuliongoza taifa hili. Unakusanya kodi zote hizo. Leo umeshindwa kuwatibu watu. Atakuja ongeo nani KC hapa kuhusu swala la bima ya afya. Lakini kinachosikitisha kabisa kwamba leo eti kwenye sukari wakilipia shilingi 10 kwa kilo ndio Watanzania watatibiwa. Matrilioni yote haya mnayoyakusanya na matrilioni yote haya mnayogawana, mmeshindwa kuwatibu. Leo mwatibu kwa shilingi 10 ya sukari, kama sio utapeli. Serikali imeanzisha ushuru wa bidhaa wa 5% kwa pikipiki. Unaona? Wafanyabiashara mataikuni wa madini yetu, kila kitu mnaenda kukimbizana na vijana hawa bodaboda, mkawatoze shilingi 5 ili gharama ya kununua pikipiki ipande. Yaani kodi zote zilizopendekezwa ni kwa ajili ya maskini tu, kwa ajili ya kuwaonea Watanzania. Sijui mpaka waonewe mpaka wafikie kiasi gani. Nadhani kipindi kile Mwalimu Nyerere anasema kwamba tumeonewa kiasi cha kutosha, tumenyonywa kiasi cha kutosha, tumepuuzwa kiasi cha kutosha, na unyonge wetu ndio uliotufanya tuonewe na tunyonywe na tupuuzwe. Sasa tunataka mapinduzi ya kuondoa unyonge, ili tusionewe tena, tusinyonywe tena na tusipuuzwe tena. Nadhani wakati ule ulikuwa bado haijafika Watanzania kunyonywa. Nadhani sasa hivi tumenyonywa kupita kiasi. Serikali imeongeza usajili wa pikipiki kutoka shilingi 95 hadi shilingi 150. Unazungumza na vijana wetu hao tulioshindwa kuwapatia ajira, wakaenda kujiajiri kwenye bodaboda huko. Kwenye pikipiki umeongezea, kwenye ushuru umeongezea, kwenye usajili unamuongezea. Lakini la pili, wanasema serikali imeendelea kutoa ushuru wa 25% kwa matairi ya pikipiki. Kote kule wanaotafuta wanyonge tu. Serikali imeongeza tozo ya uchakataji wa nyaraka za kuingiza bidhaa nchini, custom processing fee, kutoka 0.6% hadi 1%. Kuchakata taarifa, yani kuchakata taarifa, makaratasi tu unatozwa 1% ya thamani ya bidhaa.
Na hii maana yake inaenda kwa walaji, sio kwa mtu mwingine. Inaenda kwa walaji, sio kwa mtu mwingine. Lakini eneo jingine ni serikali imeongeza ada ya uhakiki wa mafuta. Yaani mafuta yaliyopanda yanaenda tena kuongezewa ada ya uhakiki, ambayo na yenyewe imepanda kutoka 0.15 hadi 1% kwa lita. Sasa mafuta huku wa Tanzania huku mnasema mpaka mnatoa na ruzuku. Huku leo tena mnaenda kuongeza 1% nzima. Na ikisema 1%, mtu mwingine anaweza akasema tunazungumza jambo dogo, lakini ni matrilioni na matrilioni ya fedha. Eneo jingine ni serikali kuongeza ada ya uhakiki, hiyo nimemaliza. Serikali kuanzisha kodi ya mapato ya awali, advance single installment tax ya 1% kwenye ununuzi wa mazao ya chakula, mazao ya biashara, mifugo na mazao ya uvuvi. Kodi hii ni mpya, ina hatari ya kupunguza bei wanazolipa wakulima, wafugaji na wavuvi, kwani wanunuzi wanaweza kuhamishia mzigo huo kwa wakulima na wazalishaji. Hatua hii inaweza kupunguza mapato ya wananchi na wanaotegemea sekta hizi. Kodi hizi zinaanzishwa wakati mazao ya chakula na biashara yote yakiwa yameporomoka bei. Nyinyi ni mashahidi. Bei ya pamba imeporomoka kutoka shilingi 2,500 mpaka shilingi 1,200. Yani unaweza ukahesabu pale. Kwa zaidi ya 60% bei imeporomoka. Haya, tumbaku rafiki yangu mmoja kule Tabora amejinyonga baada ya kuwa na madeni makubwa, akitarajia kwamba akiuza tu tumbaku atalipa madeni hayo. Baadaye fedha alizopata hata robo haikufikiwa, akachukua uamuzi wa kujinyonga. Bei imeshuka kupitiliza, maanake ni zaidi hata ya 70%. Haya, choroko, ndengu, mbaazi, ufuta, alizeti ambazo zenyewe zimeshuka. Hizi zingine zilikuwa zinauzwa kama mbaazi ilifikia mpaka 1,400. Kuna sehemu imefika sasa hivi wanauza mpaka 500. Shilingi 50 kwa kilo, kutoka 4,800. Sasa choroko na vitu vingine kutoka shilingi 1,500 mpaka shilingi 700 yani bei zimeporomoka mpaka uwezi kuhesabu. Wakulima wetu wa kahawa, wakulima wetu wa kahawa, wa choroko, wa korosho, hivyo. Sasa pamoja, badala ya serikali kujikita kwenye bajeti hii ni namna gani wanawanusuru wakulima kwa kuwapatia bei nzuri ya mazao yao, wao wanaenda kutunga kodi za kuwamaliza, huku wakiwasamehe wale watu ambao wananufaika nao kwa manufaa yao, ambao mimi naweza kusema ni biashara zao. Kwa hiyo biashara zao zote zimesamehewa kodi, na zinabaki hawa za wanyonge ambao wenyewe waendelee kusulubiwa kama Yesu alivyosulubiwa msalabani. Serikali imeongeza kodi ya zuio na mrahaba kwa taasisi za michezo ikiwemo TFF kutoka 5% hadi 10%. Sasa hii mambo mengine haya si urafiki tu. Leo tunakwenda kuwa wenyeji wa mashindano haya, mnapandisha kodi, sio mahusiano mazuri. Serikali imeongeza ushuru wa bidhaa wa 5% kwa magari yenye ujazo wa chini ya cc 500. Hii ndio ya wenzangu na mie wa mishahara ya 500,000 ambao anadunduiza anaenda kununua kigari chake, kimeenda kuongezewa kodi. Walimu wetu wa shule za msingi ambao tumeshindwa kuwajengea nyumba, anapambana mkopo, anapata kahela walau anunue, au anakanamsogeza gari hiyo inamsogeza kazini. Madaktari wetu tulioshindwa kuwajengea hata nyumba, leo tena ndio hawa wanaenda kutungiwa kodi, kwa ajili kutungiwa kodi kubwa kwa ajili ya vyombo hivyo vya usafiri. Serikali imeongeza ushuru kwenye magari yaliyotumika, used vehicles. Wanasema ya miaka 8 mpaka 10 ushuru umeongezeka kutoka 15% hadi 20%. Ya miaka 10 hadi 20 ushuru umeongezeka kutoka 30% hadi 40%. Zaidi ya miaka 20 ushuru umeongezeka kwa 50%. Mko hapo? Na mimi, wewe na mimi, gari la miaka 10 hatuwezi kulinunua. Sisi tunafiti hapa kwenye miaka 10 na 20 na zaidi ya miaka 20, ndio hapo tunapofiti, na ndio hapo tunapopigwa 40% kwa 50%.
Yaani Watanzania mliowafilisi kila mahala, tenda na zabuni zote wamepewa wageni, madini yao wamepewa wageni, biashara zao wamekabidhiwa wageni, ajira zao zimekabidhiwa wageni, mazao yao yameshushwa bei ili wawe maskini, watumishi wa umma hawawezi kufanya kazi, wana mshahara unaoisha siku 10 tu wakikabidhiwa. Sasa leo unaenda kutengeneza kodi za namna hii ili wafanyaje sasa? Wakimbie nchi? Serikali imeendelea kutoa msamaha ya ushuru wa uingizaji wa mabasi ya mwendo kasi kutoka 25% hadi 0. Na ndio maana nasema hizi ni biashara zao. Sasa hivi Tanzania Dar es Salaam hii inachimbwa kila barabara, inageuzwa kuwa mwendo kasi kila barabara. Yaani huyu wa mwendo kasi ana umuhimu gani kabisa yeye kuwapitiliza hao wenzake? Hao wafanyabiashara wenye makampuni ambao wana mabasi wanawawezesha Watanzania kusafiri kwenda Kongo, kwenda Afrika Kusini, kwenda wapi. Watanzania ambao leo wako Tarime wameandikiwa na madaktari kuja kutibiwa Muhimbili, wanabeba kutoka Tarime kuletwa hapa, wanabeba kutoka Mtwara wanaletwa hapa. Mabasi yao hayo hayana msamaha, ila kwa sababu huyu mwendo kasi ni biashara zao ina msamaha. Hao wanaendelea kutozwa kodi. Namba, serikali imeanzisha tozo ya shilingi 500 kwa kupata taarifa za NIDA. Shilingi 500 ili upate taarifa za NIDA. NIDA ambayo ni taasisi yenu, mnawalipa mshahara nyinyi, jengo lile mpaka yule anayepiga deki kwenye ile jengo mnamlipa nyinyi, lakini kuwapa taarifa nyinyi lazima ulipie 500. Na kuchapisha taarifa zako lazima ulipe 1000. Na mambo ya kupoteza haya yako kila siku. Mara umeomba taarifa, jamani hivi na hivi na hivi, basi 1500 inakuhusu. Serikali imeongeza muda wa usuluhishi wa migogoro wa kodi ya nje ya mahakama kutoka siku 60 hadi 90. Sasa hivi tunalalamika kodi zilizoshikiliwa kwenye mamlaka za rufani za kodi, kwa maana ya TRAT na KET. KET ni Court of Appeal. TRAT na KET ni zaidi ya trilioni 10.5. Kesi zinazoshikiliwa huko zimeshindwa kuamuliwa kwa wakati, zimeshindwa kukusanywa kwa wakati. Lakini pia kwa miaka ya nyuma huku, sijajua sasa hivi hiyo takwimu imeanza kufichwa, ambazo ni TRAT na KET, anapitia kwa kamishna wa TRA pamoja na Ombudsman Office. Sasa hawa kushughulikia, huyu kamishna wa TRA anapewa siku 90 kushughulikia migogoro hiyo kabla ya kwenda kwenye nani. Kwa hiyo hii inaongeza mlolongo na kusababisha fedha za umma nyingi zisikusanywe bila sababu za msingi. Wewe kamishna wa TRA mnazungumza nini na mteja mpaka siku 60 hazikutoshi, unataka siku 90? Kama sio kutengeneza maeneo ya rushwa, ni rushwa tu, kwa sababu ile tayari mna negotiate namna gani mgawane fedha za umma. Kamishna pamoja na wadau wake. Serikali imefanya marekebisho ya sheria ya fedha ya serikali za mitaa kwa kuongeza kiwango cha mikopo kutoka 10% hadi 15%. Nyinyi wote ni mashahidi. 15% yenyewe imeshindwa kusimamiwa. Leo wanataka 15%. Si kwa usimamizi gani? Tathmini ya usimamizi wa 10% mpaka leo imeshindikana kutolewa. Leo wanaomba 15%. Hizi halmashauri tutasuffocate. Sitashindwa kujiendesha kwa sababu ya kupeleka maelekezo mapya kila siku. Sasa leo maelekezo, baraza la madiwani lile lipo kwa ajili ya kuona mahitaji ya halmashauri ile. Tulishatoa shilingi 10%. 10% ile itumike vizuri, hata yenyewe haijatumika vizuri. Mnakimbilia kwenda kuongeza 10% nyingine. Yote ile ni kutaka kutapanya fedha za umma. Hatua tunazotaka zichukuliwe kuhusu kodi na ushuru. Sasa hayo yalikuwa ni baadhi ya maeneo ambayo tuliona kwamba kama chama cha ACT Wazalendo tuyachambue, walau waone Watanzania wale wote wanaowatungia sheria huko bungeni wanawatungia sheria za aina gani, na nadhani mmeona kwa kifupi. Sasa
Hatua tunazotaka zichukuliwe kuhusu kodi, ushuru na makato. Chama cha ACT Wazalendo kinawataka wabunge wote walioko bungeni Dodoma kuandaa jedwali la marekebisho ya sheria katika mswada wa sheria ya fedha, yani finance bill ya mwaka huu wa 2026 ili kuondoa kodi na tozo mpya zinazopendekezwa kuanzishwa na serikali. Na kama hatua hiyo haitafanikiwa, basi tutakwenda mahakamani kupinga vifungu hivyo vya sheria ili kulinda rasilimali za umma na kutetea maslahi ya wanyonge. Chama cha ACT Wazalendo, finance bill inaanza kujadiliwa kesho na kesho kutwa, finance bill ya mwaka 2026. Kwa hiyo chama cha ACT Wazalendo kimewaagiza wabunge wake wote wagawane haya mafungu yote yaliyotajwa ili waende watengeneze schedule of amendment waingize bungeni, wakidai kwamba hayo marekebisho yafutwe na bunge. Na kama hiyo hatua haitafanikiwa, kwa sababu bunge lenyewe lile ni bunge la ndio na ni bunge ambalo halijachaguliwa na wananchi. Kama hiyo hatua haitafanikiwa, basi chama cha ACT Wazalendo kitakwenda mahakamani kupinga finance bill ya mwaka huu. Na kama hao CCM waliamini kwamba wakiwafukuza akina Mpina nje ya bunge watafanikiwa kuingiza mambo haramu kama haya na kuyapitisha, tutayapinga na hayatapita hata tukiwa nje ya bunge. Haikutegemewa kwa serikali ambayo iliwahadaa wananchi kwamba iliunda tume ya rais ya maboresho ya kodi mwaka 2024 ili kuziba mianya ya upotevu wa mapato na kuwa na mfumo rafiki wa ukusanyaji wa kodi na kuongeza mapato ya serikali, lakini badala yake serikali
tumeshindwa kusimamia eneo hili. Misamaha ya kodi holela, tunapoteza matilioni ya fedha. Tunaelekezwa kwamba misamaha ya kodi isizidi 1% ya pato la taifa, lakini tulikuwa 2% na sasa hivi nadhani hata tuko zaidi ya 5% ya misamaha ya kodi. Tumedivert kutoka kwenye 1%, sasa hivi nadhani tutakuwa tunakimbilia kwenye 5% ya pato ya pato la taifa. Kwa hiyo maeneo kama hayo ukiyasimamia ya upepaji mkubwa wa kodi, unapata matilioni ya fedha, huwezi kupeleka kodi kwa wanyonge. Kwa hiyo hizi mapendekezo yote haya unaweza kuyafuta ukaja kuimplement tu hizi. Namba 3, kushamili kwa utakatishaji wa fedha haramu. Utoroshaji wa fedha na rasilimali za umma nje ya nchi kama madini yetu yanatoroshwa kila leo. Ukienda kuweka mkazo pale udhibiti, hakuna mtu wa kutoroka madini yakauzwa na wale wanaouza nje ya nchi wanauza, kodi ya serikali unakusanya matilioni ya fedha. Lakini namba 4, kuwepo kwa mifumo ya tehama inayoandaliwa kwa makusudi ili kulipa mapato ya serikali, huku vifaa vya udhibiti kama TMS, CCTV kamera, meters, scanner, EFD zikihujumiwa na kukosesha mapato serikali. Kuna mifumo ya tehama nyingine imeundwa ambayo haina usalama. Unaweza ukabadilisha data unavyotaka. Watu sasa hivi wanaweza kutengeneza control number ikaonyesha na TRA kila kitu yani. Hapa akamwambia lipia hapa. Unalipa, kumbe unamlipa hela mtu binafsi. Na mimi ile nimeletewa mara nyingi. Watu wengine wanasema bwana, nilikosea nikalipa kwenye control number yako, ulikuwa unadaiwa na TRA shilingi sijui milioni ngapi. Mimi sijawahi kufanya biashara na sijawahi kueletewa bili hiyo na TRA. Hizi biashara zinafanyika na serikali imeshindwa kudhibiti huu wizi. Mfumo wa kwenye mbolea, mfumo wa tehama unaosimamia manunuzi ya mbolea, kanzidata yake pamoja na seva ilikuwa inamilikiwa na venda. Mtu binafsi aliyeujenga mfumo alikuwa anaendelea kumiliki kanzidata, alikuwa anaendelea kumiliki nani? Seva. Kwa hiyo anaweza kaingia wakati wowote huku, mkatengenezewa huku madeni na madai hewa ya mbolea. Mauzo hewa ya mbolea, mwisho wa siku kama sasa hivi tulikuwa na deni la mbolea la zaidi ya bilioni 693. Bilioni tulikuwa tumedivert kwenye budget karibia bilioni 200 na kitu. Kwa hiyo ndani ya humu madai hewa yanawezekana kwa sababu ya mfumo ule hauna control na unamilikiwa na ulikuwa unamilikiwa na mtu binafsi. Na haya maneno sio ya Mpina, ni ya mkaguzi wa hesabu za serikali CAG alipo ukagua ule mfumo. Kwa hiyo sasa fikiria kama mnaweza kuwa na mifumo ya tehama inayokusanya mapato ya serikali, inaweza kuingiliwa muda wote, mtu akabadilisha takwimu na akaweka madai hewa na akatengeneza malipo hewa na akasababisha fedha hizo badala ya kuingia serikalini zikaingia kwenye mifuko ya watu binafsi. Je, fedha nyingi kiasi gani zinaingia kwenye mifuko ya watu binafsi? Lakini maeneo mengine sasa ya kama CCTV kamera, scanner, ukienda airport kule zinahamishwa, hazionekani, wakati mwingine zinawekwa pembeni au zinaharibiwa makusudi. Usimamizi dhaifu wa ukusanyaji wa mapato katika rasilimali za madini, gesi na mafuta. Namba 6, kuwa na sheria za kodi zisizotabirika pamoja na kukosekana kwa sera za kodi. Namba 7, finance bill inayotolewa kwa muda mfupi. Unakuta na finance bill ambayo inajadiliwa siku moja. Yaani leo wanapiga kura ya kukubali budget ya serikali, alafu kesho mnapiga budget tena ya kupitisha sheria ya ukusanyaji wa mapato. Sasa leo mnapitisha nini na kesho mnapitisha nini? Kwa hiyo wadau wengi hawapati muda mzuri wa kujadili mfumo wa ukusanyaji wa mapato, kwa sababu wanapewa muda mfupi sana kwa ajili ya kujadili. Lakini tunapoteza mapato mengi sana kwenye mikopo ya asili, mikataba mibovu, sheria mbaya za nchi na kupelekea kwa mfano sasa hivi tumeanzisha ushuru wetu wa kuendeleza bandari sasa hivi. Wakati bandari zetu tumemkabidhi DP World akiwa hajawekeza chochote, anachukua mapato 40%. Ni nchi peke yake duniani ambayo inaweza ikawa na viongozi wakatili kiasi hicho na wananchi wake wavumilivu kiasi hicho. Ni nchi pekee katika dunia, katika uso huu wa dunia
ambayo inaweza ikawa na viongozi wakatili kiasi hicho, lakini ikawa na wananchi wavumilivu kiasi hicho. Uwezo mdogo wa kusimamia mikataba na ununuzi na uwekezaji na kupelekea kushindwa kukusanya mapato halali ya serikali. Kwa hiyo nimejaribu kuonyesha maeneo 9 hapa. Haya maeneo 9 haya yakisimamiwa vizuri, huwezi kukimbizana na hizi kodi. Lakini wanaweka wanyonge walipe kodi za kujustify, halafu zile fedha ambazo ni matrilioni ya fedha za wawekezaji na wafanyabiashara wakubwa zigawane na kuwa mali za watu binafsi. Kwa hiyo hali ndiyo hivyo ilivyo. Sasa kwa sababu ya muda na bado kuna wawasilishaji wengine, nachukua dakika 2 tu kuhitimisha hapa kwa kusema yafuatayo. Moja, kuna eneo jingine ambalo ni la mfuko maalum, fedha kwa ajili ya mfuko wa barabara, fedha kwa ajili ya mfuko wa reli, fedha kwa ajili ya mfuko wa maji, fedha kwa ajili ya mfuko wa nishati vijijini. Fedha hizi serikali nazo imekuwa ikizitumia vibaya. Zinakusanywa lakini hazipelekwi kwenye maeneo husika. Nitatolea mfano tu wa mwaka mmoja kwamba mwaka 2024-2025 fedha zilizokusanywa zilikuwa trilioni 2.26, lakini fedha zilizopelekwa, fedha ambazo hazikuinchi. Kwa kifupi ni kwamba hizi fedha zimeliwa, ndiyo tafsiri yake. Kwa hiyo una trilioni 2.26 unapeleka trilioni 1.482 kwenye eneo la mradi. Mwaka huu wanaleta pendekezo la sheria. Tena hili pendekezo hili lihesabike kwamba litakuwa miongoni mwa kule nilikokuwa naelezea kodi. Wanasema hivi sasa utaratibu ubadilike. Hizi fedha 70% tu ndio ziwe zinaenda kwenye mifuko husika. 25% ziende mfuko mkuu wa hazina. Na 5% ziende sijui kwenye maeneo ya uwekezaji. Yaani fedha zilizopangwa kwa ajili ya miradi ya maji, fedha zilizopangwa kwa ajili ya umeme vijijini, fedha zilizopangwa kwa ajili ya barabara zimeshakusanywa. Sasa tena zirudi hazina. Hazina zikafanya nini? 25% inayoenda hazina inaenda kufanya nini? Yaani tuache kujenga barabara, fedha tuzipeleke hazina. Tuache kujenga barabara, tuache kupeleka umeme, tuache kujenga reli, tuache kufanya hayo, fedha zirudi hazina. Mara mnasema sijui EPZ. Kwani bajeti nzima ya serikali hakuna fedha hakuna bajeti, haiwezekani kutenga fedha kupeleka EPZ. Kwa hiyo kwanza jambo hili ni kinyume na lengo la uanzishaji wa mifuko, na hili halikubaliki kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi. ACT Wazalendo inataka nini? ACT Wazalendo tunataka fedha zote zipelekwe kikamilifu kwenye mifuko husika ili zikatatue changamoto halisi ya wananchi. Serikali imevunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 135(2). Imevunja sheria ya ushuru wa bidhaa sura ya 220. Imevunja sheria ya huduma ya maji na usafi wa mazingira sura ya 272. Imevunja sheria ya RURA, sheria ya reli sura ya 170 kwa kuzichukua na kuzifuja fedha hizo. Hivyo basi chama cha ACT Wazalendo itachukua wajibu wa kuiburuza serikali mahakamani kutaka fedha zote zilizochukuliwa kinyume cha sheria na katiba zinarudishwa katika akaunti za mifuko husika ili zitekelezwe miradi. Mwisho hapa najaribu kueleza tu kwamba swala la umeme katika limeshindwa kutatuliwa, pamoja na kuwa na umeme mkubwa wa ziada, lakini katika ya umeme inaendelea. Gharama za wananchi za umeme zinaendelea kuwa kubwa licha ya umeme wa maji tumekwisha upata. Hakuna maelezo ya kwa nini mpaka sasa hivi umeme umeshindwa kupungua bei. Umeme unaendelea kuwa bei ya gari, na sisi tulitarajia kabisa bei sasa hivi zingekuwa nusu ya zile zinazotozwa kwa sasa hivi. Gharama za kuunganisha umeme ni kubwa mno, shilingi 320,000 shilingi 320,960 hadi shilingi 960,000 kuunganisha umeme na maeneo kama hayo.
tumeshindwa kuuza umeme kama nilivyosema huko awali, lakini mbaya zaidi, mamilioni ya Watanzania hawajaunganishwa pia na umeme. Chama cha ACT Wazalendo tunataka nini? Chama cha ACT Wazalendo inataka ufanyike ukaguzi maalum wa kiuchunguzi, forensic audit, ili kubaini sababu zinazopelekea migao na katakata ya umeme licha ya kuwa na ziada ya umeme nchini na uwekezaji mkubwa unaofanyika kila mwaka. Pia inataka Watanzania wote waunganishiwe umeme kwa gharama ya shilingi 25,000 tu vijijini na mijini, na gharama ya kutumia umeme ipungue hadi walau 50%. Ndugu zangu, asanteni sana, na nichukue tu nafasi hii kumkaribisha Waziri wa Elimu kwa ajili ya eneo lake ili na yeye aendelee. Asanteni sana.